mazingira ya uchumi yanakuwa mazuri ni pamoja na kutunza mazingira yetu ambayo yanatuzunguka, kwa sababu hayo ndiyo yanatuwezesha sisi katika maisha yetu ya kila siku. Na vile vile ni agizo la Baba Mtakatifu katika waraka wake wa Laudato Si kwamba tunapaswa kumtunza mama dunia, kwa maana ya kwamba ndipo ambapo sisi tunaishi. Kwa hiyo tuko katika harakati za kuendeleza kupanda miti katika parokia mbalimbali. Kwa mwaka huu tumeshapanda katika parokia 2, parokia Magubike na hii ya pili Mgeta, lakini bado tunatarajia kwenda Mgazi na parokia nyingine ambazo zitakuwa na uhitaji. Hatuwezi kufikia parokia zote za jimbo hili la Morogoro, lakini tutajitahidi kwa kadri tutakavyoweza kufikia angalau nusu ya parokia za jimbo la Morogoro, kuhakikisha kwamba tunasambaza miti pamoja na kuipanda. Vile vile kuhakikisha kwamba wale ambao wamekabidhiwa hiyo miti basi wanaitunza ili iweze kumea na kutunza dunia yetu. Tunahimizwa kutunza mazingira, tukijua kwamba mazingira ni nyumba ya mwanadamu, na kwa kuumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu, mwanadamu anapaswa kutunza mazingira na kuhakikisha kwamba anatimiza wajibu ule ambao Mwenyezi Mungu alimkabidhi, kuvitiisha vitu vyote. Leo hii tunapopanda miti katika mazingira yetu haya ya parokia, yanatukumbusha kwamba tunapaswa siku zote kutunza mazingira na kuyathamini. Lakini sio kuyatunza tu, kuyaishi pia. Kuyaishi mazingira ni kuhakikisha kwamba kile ambacho basi unakifanya katika mazingira kinaendana na kusudi la Mwenyezi Mungu la kukuweka katika dunia na kuvitiisha vitu vyote. Kwa hiyo kutumia kila kitu kwa busara. Unapokata mti kwa ajili ya shughuli za kibinadamu, hakikishe kwamba unapanda mti na unautunza mpaka unakuwa. Kwa kufanya hivyo tunakuwa basi tunatimiza kusudi la Mwenyezi Mungu, lakini pia tunawafundisha watu wengine ambao hata sio Wakristo kwamba tunapaswa kutunza mazingira ili nao yaweze kututunza. Ujio wa program ya kupanda miti kwangu inaona ina faida kubwa sana, hasa kwa mazingira yetu ya Mgeta. Ukiangalia walisia maeneo mengi hayana miti, na ina tabia ya kipindi cha kiangazi watu wana tabia ya kuchoma mapoli. Kwa hiyo inapelekea kwamba hata miti watu wakipanda hata nini inaungua. Kwa hiyo unakuta maeneo yanakuwa kama jangwa fulani. Sasa kutoka mazingira hayo, wito wangu kama kiongozi, na toa wito kwa jamii kushiriki vyema katika upandaji wa miti. Lakini swala sio kupanda tu na kuitunza. Hasa zaidi tukiondokana na dhamira ya uchomaji wa mapoli. Sababu kama tunapanda bado tunachoma, bado hatuwezi tukafika, yani hatuwezi kuipa miti uhai unatakiwa na lengo kutimia. Kwa hiyo tunapopanda miti lazima pia kama kiongozi nitaelimisha watu na natoa rai kwa watu kwamba tuepukane na hali ya kuchoma mapoli ili kuifanya hii miti iweze kukua vizuri. Programu ya upandaji wa miti kwa kweli ni jambo zuri, kwa sababu inatusaidia sisi pia kupata hewa safi, lakini pia inatuletea mvua, lakini pia tunapata uchumi tunapokuwa tumepanda mazao, na maana uchumi wetu unakuwa umeongezeka. Lakini pia kuhusiana na swala la nishati safi, kiujumla sasa hivi kitaifa tunasisitizwa kutumia nishati safi ili tuweze kutunza mazingira, tusikate miti ovyo na tusitumie mkaa pamoja na kukata miti. Yani ni kwamba tutumie nishati safi kama kupikia umeme, kupikia gesi, ili tuondoe na yale matumizi makubwa ya miti, ya ukataji wa miti. Ushirikiano katika upandaji wa miti unasaidia jamii, kwa sababu nisingeshiriki katika hiki kitendo cha upandaji miti, nisingeelewa umuhimu wa kupanda miti, nisingeelewa miti inamuhimu katika maisha yetu. So nimechangia kwa najua kwa hii miti inasaidia katika mmomonyoko wa udongo. Unafanyaje? Unatunza ardhi, unatupatia hewa nzuri ya oksijeni. So nimeelewa vingi.